Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Lakini wakati huu tuwatazame Wahouthi wa Yemen ambao wanatoa kauli nzito dhidi ya serikali ya Kiyahudi ya Israel, ambapo wanataka makampuni ya kigeni yaondoke katika taifa hilo la Kiyahudi kutokana na kushadidi kwa mashambulizi yao. Mwenyekiti wa baraza kuu la kisiasa la Yemen la Wahouthi, Mahdi al-Mashat, ametoa onyo kali kwa makampuni ya kigeni yanayowekeza katika ardhi ya Palestina, ambayo maeneo hayo yanakaliwa kwa mabavu na Israel na yamepewa jina bandia kwamba yapo katika eneo la Israel, wakisema kuwa hatua mpya za kijeshi za Wahouthi wa Yemen ziko mbioni kuchukuliwa ikiwa uvamizi wa Gaza utaendelea. Katika taarifa rasmi iliyotumwa kupitia shirika la habari la serikali Sabah, Mashat ameonya kuwa mazingira katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na Israel yanazidi kuwa hatarishi kutokana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani yanayofanywa na jeshi la Wahouthi wa Yemen kama sehemu ya kisasi dhidi ya kampeni inayoendelea ya mauaji ya kimbari inayotekelezwa huko Tel Aviv katika ukanda wa Gaza. Al-Mashat amesema makampuni yote yanayofanya kazi katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu lazima achukulie onyo hili kwa uzito mkubwa na kuondoka mara moja kabla hili halijawa baya zaidi. Ameongeza kuwa kampuni yoyote itakayopuuza onyo hilo italazimika kubeba dhima kamili ya uamuzi wake pamoja na hasara zitakazotokana na uwekezaji katika mazingira ya hatari. Tunaweza kuchukua hatua zaidi katika siku chache zijazo endapo hali itahitajika, jambo ambalo litaweka makampuni haya katika hatari kubwa isiyokuwa ya kifani, ameonya. Hata hivyo, ameeleza kuwa kupuuza onyo la Yemen ni sawa na kuwekeza kwenye mazingira ya mtafaruku, jambo ambalo linaweza kuzaa matokeo yasiyopendeza. Kiongozi huyo wa ngazi za juu hakusita kukosoa vikali utawala wa Israel, akisema serikali uhalifu ya Benjamin Netanyahu haijali maslahi ya wawekezaji, inachezea usalama wao kwa minajili ya ajenda zake binafsi. Utawala usiojali hatima ya mateka wake walioko Gaza hauwezi kulinda makampuni ya kigeni wala mitaji yao. Aidha, amesisitiza kuwa makampuni hayo kuondoka katika ardhi hizo zinazokaliwa kwa mabavu ili kupunguza madhara na kuepuka uharibifu usiokuwa wa lazima. Mashat pia ameonyesha kuwa athari za mashambulizi hayo huenda zisibaki tu ndani ya maeneo yanayokaliwa, bali yataenea hadi kwenye mali na vitega uchumi vya nje endapo Yemen itaamua kuongeza kiwango cha mashambulizi yake. Katika kujibu uvamizi unaoendelea dhidi ya Gaza, Yemen imetekeleza mzingiro wa kimkakati dhidi ya njia muhimu za baharini kwa lengo la kuzuia usafirishaji wa silaha kwenda Israel na kushinikiza jumuiya za kimataifa kuchukua hatua kuhusu janga la kibinadamu linaloendelea Gaza. Jeshi la Wahouthi wa Yemen limetangaza bayana kuwa halitasita mashambulizi yake hadi pale Israel itakaposimamisha mashambulizi yake ya nchi kavu na anga dhidi ya Wapalestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Wahouthi wa Yemen wameendeleza operation za kurusha makombora ya kimkakati mara kwa mara katika ardhi ya Israel, na baadhi ya makombora yao wakidai kwamba yamefanikiwa kwa 100%, huko Israel kidai kwamba wameadungua makombora hayo. Lakini hata siku ya Jumanne, Wahouthi wa Yemen wamerusha makombora huko nchini Israel na kusababisha taharuki katika nchi hiyo ya Kiyahudi, jambo ambalo bado limetengeneza hali kuwa mbaya zaidi katika nchi hiyo ya Israel, kwani hakuna usalama na amani wakati wote kama ilivyo katika mataifa mengine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.